Chuma kinaanzia usiku wa manane. Kinaanza kwa kutuonyesha huyu mwamba Arman akiwa analia kwa uchungu karibu na kibanda. Sijui ni kitu gani kimempata, ni kama kapagawa. Ghafla akatokea huyu mtoto ambaye alijaribu kumzuia baba yake asijimalize, lakini mzee alikuwa ameshavurugwa. Huyu baba anaitwa Arman. Hapa alikuwa analia sana. Ndani ya hichi kibanda bado alikuwa na maumivu makali, lakini hapa kuna maneno alikuwa akinena kama kuna mtu au watu alikuwa akiongea nao. Je, ni nani hao? Mtoto naye kuna maneno anayatamka. Maneno ya Arman yalikuwa ni kumwombea mwanaye. Ghafla kinatokea kiumbe cha ajabu nyuma ya Arman, kinaitwa Surugana, mwanaye Tantri. Kuna maneno anatamka hapa wakati akishuhudia kinachoendelea kwa baba yake. Maneno yalikuwa yakipingana na mwanaye. Kibanda kikashika moto na Arman akapoteza maisha. Huyu hapa Tantri ameshakuwa binti mkubwa, yupo kwenye basi na ghafla akashtuka kwa sauti na abiria wengine wakashtuka kumwangalia. Inaonekana alikuwa akiota ndoto ambayo inamsumbua, namna baba yake alivyopoteza maisha miaka ya zamani. Mkono wake una makovu ya miaka hiyo. Mrembo Tantri hapa kafika chuo, so hapa ni katika bweni ambalo ataishi. Alipoingia tu ndani akaona tangazo la kupotea kwa wanafunzi wawili hapa chuoni. Waliopotea ni Luke pamoja na Arm. Alipotizama vizuri hii picha alishangaa kuona Arm alikuwa na mkufu unaofanana kabisa na wa kwake. Ile anageuka tu akaona wanafunzi wengine wawili pembeni yake. Hawa mabinti wakamwambia, kumbe wewe ndio ulipata scholarship hapa. Mabinti hawa, mmoja anaitwa Faye na mwingine anaitwa Esther. Baridi ni kali. Huyu mama alikuwa akiwasha moto hapa. Tantri alimtizama na kupita zake. Hapa Tantri anapelekwa chumba atakachokuwa akiishi. Alipofungua mlango, ghafla kuna mkono unamshika. Huu sio mkono wa kawaida. Tantri alistuka. Picha linaanza, chumba kipo giza. Faye alimkaribisha na kumwambia ahakikishe anakuwa mwangalifu. So mrembo Faye anaingia chumbani kwake akiwa na hofu sana. Chumba ni kizuri kinoma. Kuna picha aliiona humu ndani na sura mbili hazikuwa ngeni. Mmojawapo alikuwa ni Faye na Esther, lakini nyuma ya picha kulikuwa na maandishi yanasomeka na wachukia, na ghafla picha ilidondoka chini. Alipoinama kutaka kuiokota, aliona kiumbe cha ajabu. Alipiga kelele moja. Hapa binti alikuwa na chati na anko wake Jamal akimuuliza ni lini utakuja. Kuna sauti ilifyonza, ile anageuka tu anamwona mrembo anajimaliza na beto mdogo mdogo. Leo kazi ipo. Asubuhi imefika na Tantri yupo na rafiki zake wakipata chai. Tantri akamuuliza Esther kama amewahi kuona kitu chochote cha kutisha eneo hili. Esther akamuuliza kwa nini? Anasema tangu nije hapa nimekuwa nikiona vitu vya ajabu aka maluelue ambayo sijawahi kuyaona maishani mwangu. Tantri anauliza kwani kuna tukio lolote limewahi kutokea hapa? Maana sielewi kabisa. Wakamwambia mwaka uliopita kuna rafiki zetu walipotea na hawajapatikana mpaka leo. Marafiki hao ni Luka na Arm. Arm alichukuliwa na baba yake lakini akapotea na hatujui yupo wapi. Luka naye alipotea tu na tetesi ni kwamba alijinyonga. Pia kuna ujumbe aliandika kwa mwandiko wake kwamba akijinyonga na mwili wake hautawahi kuonekana. Kumbuka wapo kantini wanapata msosi. Pembeni hapa kuna washikaji wanazinguana. Mmoja na mshitumu mwenzie kumwona chumba cha Arm. Huyu Arm ni mmoja kati ya waliopotea katika mazingira ya kutatanisha, na hawa Esther, Faye na Arm na Luke walikuwa ni mabesti kabla ya majanga yaliyowatenganisha. Kila mtu anasema Arm alikuwa ni rafiki yake. Tantri alitambulishwa kwa Reza. Upande wa pili Tantri alikuwa bafuni anaoga. Akahisi ni kama kuna mtu mwingine, lakini akatizama na hakumuona mtu, so ikabidi avae chapu ili atoke. Kioni kweli hakidanganyi, maana kuna binti mwingine kimemwonyesha hapa akipita shwa. Hapa binti alikuwa akijiremba na kuweka sawa nywele zake huku akiwa anasikiliza muziki chumbani kwake aka bwenini. Ghafla kuna sauti inasikika ndani ya redio ikitamka maneno fulani hivi, njoo kwangu. Ghafla mlango ukajifungua. Binti ilibidi atizame nani aliyefungua mlango. Ghafla mlango ukajifunga. Kazi ipo. Chumba kilichofungwa ni namba 35 na mlango haufunguki kabisa. Hatimaye akafanikiwa kuufungua. Aliporejea chumbani, sauti za ajabu zilianza kusikika humu ndani. Ile anafungua pazia tu, chuma hichi hapa. Kazi ipo leo. Kisha tunarejeshwa utotoni. Tantri anaonekana akivalishwa mkufu na baba yake. Ghafla alisikia sauti na
akamwambia mkufu huu mama yako alikuachia, so akakumbatia picha na kulala usingizi mzito. Tantri ndoto hii ya ajabu ikamtokea, so hapa yupo usingizini, chumba kinatisha, lakini kuna sauti inalalamika huku ikilia na kusema najutia maisha yangu na hata nikipotea usinitafute. Kuna huyu jamaa anaitwa Luka. Tantri alishuhudia akijipiga beto la kichwa, lakini kuna pepo linaonekana kwa nyuma ya huyu jamaa, ni kama linamshinikiza, lakini sio maamuzi yake. Luka alitoka spidi licha ya kuwa ni usiku wa manane. Luka akajimaliza na beto. Sasa ushindwe, huwezi kupinga namna hii. Tantri aliamka usingizini ghafla, maana ndoto ilikuwa ni hatari fire. Tantri alipostuka usingizini alijikuta mikono yake ina damu. Anashangaa ni damu hii imetoka wapi tena? Oho, hapa Tantri ameoteshwa ndoto nyingine kwamba Luka alikuwa akidhibitiwa na nguvu za giza, ambapo alijimaliza na kutumbukia kisimani. Kesho yake Tantri alienda katika kile kisima kuhakikisha kama ndoto aliyoota ni kweli. Alipofika pale, ni kweli kuna mtu alikuwa ameshaharibika. Wanafunzi waliokuwepo hapa walithibitisha huenda alikuwa ni Luka. Mambo yameshakuwa magumu hapa shuleni. Tantri akiwa eneo hili alipigwa picha kwa siri na huyu kijana anaitwa Mahesa, lakini ni kama kuna kitu cha ajabu alikiona katika picha hizi. Faye na Esther hawana raha, sababu mmoja wao kila ndoto anayoiota na kweli inatokea hivyo hivyo, so uoga umekuwa mwingi katika eneo hili. Faye na Esther walimuita Tantri kisha wakamuuliza, hivi wewe ni kweli ulikuwa mtu wa kwanza kuona mwili wa Luka? Tantri akasema yes, ipo hivyo, lakini nilioteshwa ndotoni. So Esther na Faye wakamwambia basi unaweza kumwona Aram pia kama ni hivyo. Upande wa pili kuna watu wanapanda gari hapa, lakini Mahesa alimshika Tantri kisha akamuuliza Aram yupo wapi? Tantri anashangaa, huyu naye vipi? Kuna mshikaji alitokea hapa na kumzingua huyu jamaa, kisha wakasema wana issue muhimu ya kufanya, so aache ufala. Tantri na rafiki zake walipanda gari na kusepa. Walipofika wakiwa ndani ya gari walimwambia Tantri kwamba nadhani utaweza kuishi hapo. Nyumba inaonekana ni kama haikuwa na mtu kwa muda mrefu. Majani yalikuwa yameanguka sana chini. Hapa ni nyumbani kwa kina Aram. Kundi hili Faye, Esther na Tantri waligawana kila mtu katika nyumba hii wakihakikisha Aram anapatikana. Tantri alipotizama kwenye kioo hichi kuna sura ya mtu aliiona, so aliogopa na kioo kikamkamata. Waliitana haraka sana na kumsaidia kumzuia damu isivuje. Nyumba inatisha na hakuna dalili kama kuna mtu anaishi hapa. Walipata mlango wa kuingia sebuleni na kuanza kuchunguza baadhi ya vitu. Huyu jamaa anasema yule Mahes ni kama anataka kuharibu ushahidi hapa. Sasa ushahidi gani huo? Ngoje tuone itakuwaje. Leo kazi ipo. Tantri alipoingia chumba hichi hafla akaingiwa na pepo. Pia kuna sauti ajabu inamuita ikisema njoo kwangu. Kwenye kioo kule kuna binti amepita shwa, ni kama anatoa mwelekeo wa wapi Tantri anapaswa kuelekea. Tantri alifata alikoonekana mrembo ajabu. Humu ndani kitanda kilijivuta tu shwa. Tantri akiwa ameingiliwa na pepo alipiga magoti sehemu hii ya ajabu na kuchukua kitabu hichi. Mkufu wake alioachiwa na mama yake upo shingoni bado. Faye, Esther na Reza walikuwa wanaendelea kumtafuta Aram, lakini Esther alimkuta Tantri akiwa anatamka maneno ya ajabu akiwa amepiga magoti. Wakaitana hapa wote. Hii ni alama ya sehemu ya ibada za kishetani ambapo hufanyika. Ndani ya kitabu hichi Tantri ameona majina manne ikiwemo Faye, Esther, Luke na Reja. Faye aligundua kuwa Aram aliungana na Ibilisi ili alipize kisasi. Aram, ni nini kilitokea mpaka achukue uamuzi huu? Kabla hatujaendelea na kuomba ubonyeze neno subscribe hapa ili unipe nguvu zaidi ya kuendelea kukuletea movie kali hapa Dama Recap, na pia niambie ni movie gani unahitaji tuifanyie kazi hapa. Walikaa kwa pamoja kuzunguka eneo hili la ibada za kishetani. Reza, Esther na Faye ni kama walipagawa. Tantri anawacheki tu, walianza kulaumiana Faye, Esther na Reza, lakini ndo hivyo majina yao hapa ni lazima kitu kizito kiwakute. Kudadadadeki. Tantri aliuliza kuna nini? Bwana we, wakaanza kumchamba kwamba wewe ndio unajua, maana ulikuwa wa kwanza kutuonyesha mwili wa Luka na pia hapo umekuja kutuonyesha wewe. Usituchanganye, tutakufinyanga hapa kama madida. Machozi ya woga kuwa wao watafata yalimiminika kama maji.
mkome. Walimwomba Tantri ajaribu kuzuia balaa lijalo. Tantri alianzisha ibada hii ili kumwita pepo Surugana ili kuona kama upo uwezekano wa kuondoa jina la Faye, Esther na Reza kwenye kitabu cha kuzimu ambacho majina yapo kwa ajili ya kulipizwa kisasi. Ibada hii inatisha sababu ilibidi damu iwekwe mahali hapo ili pepo Surugana atoke. Hii ndo ile inaitwa mwana kuligeti, mwana kulifind. Leo kazi ipo. Kabla hatujaanza kuona mabalaa humu ndani, tutajua tu walimfanya nini Arm, na bado hawajasema kwa sababu ni mpaka waseme. Tantri aliwaambia watamke maneno atakayokuwa anatamka. Alisema, Surugana, njoo kwa hawa wenye dhambi 5. Kisha wanaliita pepo bwana. Ilianza sauti kusikika ikisema, hakuna haja ya kuniita kwa watu wenye damu mbaya, damu iliyochacha hii. Mwamba huyu hapa hamba nyamilelesa. Pepo linamwambia, nimelaani wenye dhambi 5, watoto na vizazi vyake. Pepo Suruguna anasema atatimiza ahadi yake kwa Arm na atachukua roho zao. Pepo mara baada ya kufikisha ujumbe alichimba aka akapotea. Na hili kundi la hawa mabinti akiwepo Reza, Mnyamwezi wapo live kabisa. Walirejea kwenye gari kilanga koma, lakini mmojawapo aliwahi kuota ndoto kama hii na leo wamekuja hapa kwa kina Arm. Ndoto imekuwa uhalisia. Haya ndiyo makombolelo sasa. Maji mtaita mbwa nyinyi. Upande wa pili kuna mwamba anapumulia mpira huku. Kwenye gari amesalia Faye, Tantri na Reza. Faye anatoa milio tu huku. Hofu imetanda maana wamedandia mtumbwi wa vizuka aka vibwengo kiherehere. Bye. Esther ameingia kwa jamaa anayepumulia mtungi wa gesi. Cha kushangaza, rafiki zake Esther wameondoka, naye ameingia huku akiwa ananyata. Mkononi alikuwa ameshika mkasi na alipofika hapa alianza kuvizia ndevu za huyu jamaa hapa. Jamaa alishtuka na kuamka. Akamwambia Esther, mjomba nimekuandalia chakula. Esther alipokonywa mkasi aliyokuwa ameshika mkononi mwake. Mjomba mtu alimfanyia kitendo cha uzalilishaji Esther kwa kumlazimisha kufanya tendo la ndoa pasipo hiari yake. Hichi ndicho kilimtokea Esther kipindi hicho. Faye na Tantri waliporudishwa bwenini kwao, Reza alihisi kitu cha ajabu ambacho kilikuwa kikimkaba shingo kutokea siti ya nyuma ya gari. So alikuwa akipambana kwa kupiga kelele. Faye na Tantri walisikia kelele hizo. Waliwahi kumsaidia ila jamaa akasema nipo sawa na akasepa zake. Faye alikuwa akikumbuka kwamba wanatakiwa kulipizwa kisasi. Machozi yalikuwa yanamtoka tu. Mkono wa pepo ukakandamiza uso wake. Alipiga kelele kinoma. Upande wa pili, baada ya Esther kufanyiwa tendo la hovyo na mjomba wake, tunamwona hapa akiwa na uchungu wa ajabu. Pembeni yake kuna kitabu ambacho amekishika mkononi na nje kukiwa na radi zinapiga ile mbaya. Upande wa pili, Tantri amerejea bwenini. Ile anaingia tu chumbani kwake, ghafla pepo likamwingia na kumwambia lazima uamini. Kumbuka maneno haya yalikuwa yakitamkwa kwa kila ambaye pepo hili Suruguna linamwingia. Ghafla Tantra anamwona mjomba wake Esther akiwa amebanwa na kitu kizito shingoni huku akiwa analia kwa maumivu makali. Katika kioo alikuwa akiona pepo akimshughulikia huyu Firauni. Leo kazi ipo. Mwamba jasho linamtoka kama mbwa. Tantri baada ya ndoto kukamilika alijikuta akiwa chini ya carpet, lakini pembeni yake aliona kamba iliyotumika kummaliza mjomba wake Esther huko ndotoni. Tantri alimfuata Esther na kumuuliza kama kweli anacho kitabu kile alichokiona ndotoni. Akamwambia hakikisha unanipatia kitabu hicho ili majanga yasiwe mengi zaidi, la sivyo kitaumana vibaya mno. Lakini Faye alichukua kitabu haraka baada ya kuona Tantri anakikaribia. Esther na Faye hawacheki na wowote hapa. Faye akasema Esther alibakwa na anko wake akiwa mdogo. Esther anakwambia nyamaza. Tantri analijua hilo tayari. Faye akayeyusha kwamba Esther alipata ujauzito lakini aliutoa. Akalambwa kofi pa. Esther alimwomba Tantri atoke hapo. Tantri akamwambia taki msaada wako mbwa wewe, toka. Esther alirejea kulala. Ghafla kiumbe wa ajabu akamtokea chumbani kwake. Hii ni live, sio ndoto. Pepo alimwambia neno moja tu, tafadhali. Tantri alimtaarifu Esther kuwa mjomba wake Esther alishafariki. Muda wa kupata msosi kantini ulifika, lakini Tantri alikuwa meza tofauti na rafiki zake. Walimuuliza hapo umefuata nini? Tantri akatoka zake. Tantri alienda zake nje kukaa peke yake, lakini haka kajamaa kakamfuata. Kajamaa kanaitwa Mahesa. Mahesa aliona isiwe kesi, akamwambia Tantri kwamba hao waliomfukuza ndio chanzo cha Arm kutoweka. Mahesa akasema wote ni wahuni
wahuni tu. Arum ni mwathirika wa unyanyasaji kijinsia wa Reza na Luka aka Luke. Tantri akashikwa na bumbuazi. Unasema? Mahesa anasema wote wawili waliweka dau, nani ataweza kulala na Arum. Huyu jamaa hapa mwenye simu ndio Mahesa. Esther alimpokonya Mahesa simu akiwa kitandani, ambapo aligundua Mahesa alituma picha kwa washikaji zake, jambo lililosababisha picha kusambaa kwa watu wengine chuoni. Mahesa anasema wakaachana na Esther tangu wakati huo. So Esther wakati wakiwa wanakula kuna kitu kilimkaba, alikohoa sana. Mahesa alimuonyesha Tantri picha za Arum zote upande wa pili. Upande huu Esther alirejea katika chumba chake na kuchukua mkasi. Faye hakuwa anaelewa nini kinaendelea dhidi ya Esther. Faye aliambiwa kaa kimya. Tantri alimwambia Faye kwamba Tantri hayupo tena upande wetu, so lazima tuwe hivi. Hapa Esther ameshika kitambaa hichi akiwa na nywele na damu, pembeni kukiwa kuna jina la Tantri. Kisha akachukua kitabu hichi na kuanza kukisoma. Esther akishika kitabu hichi ni kama anapandisha maruani. Anakuwa sio Esther ambaye amezoeleka kabisa. Balani zito sana hapa. Kuna sura ukishasomewa katika kitabu hichi ujue wewe kuisha kazi. Kuda dadadadeki. Faye alikuwa akilia nje ya mlango hapa akiamuru mlango ufunguliwe. Hajui Esther yupo mbali kinoma na uwepo. Kazi ipo. Faye alishuhudia Esther wa ajabu sana. Alivutwa nywele, hakuamini. Esther alichukua nywele za Faye na kufunga mlango. Faye alitoka spidi humndani, ile anafika nje tu baba. Mwamba huyu hapa shitwan. Pepo lina trendi hewani kama utani vile. Pepo linamwita njoo kwangu Faye kwa wenye dhambi watano. Likamwambia lazima uamini. Pepo lilimpofua macho hapo hapo. Mahesa alimtembelea Tantri huku akiwa anapewa story kuhusu kitabu cha ajabu. Hafla ile pepo kamwingia Tantri hapa. Tantri alijikuta yupo hapa akisikia sauti ya mtu akiomba msaada. Nisaidie. Anasikia sauti inasema sitaki. Tantri alisogea eneo hili na kumuona Faye akifanywa vitendo vichafu kwa kulazimishwa na wanaume zaidi ya watatu, huku akiwa analia kwa uchungu sana. Tukio hili lilimhudhunisha sana Tantri. Kilikuwa ni kitendo cha kinyama. Hapa Tantri naye anamuona Faye akiwa ameshika kitabu ambacho kimefunguliwa kurasa maalum na akajichana kiganja chake, kisha moto ukatokea hapa. Kama unakumbuka, Faye ndiye aliyegoma pia Tantri kupewa kitabu hichi ili majanga mengine mazito yasiendelee kutokea. Na huyu Tantri, jambo ambalo ataliona ndotoni ni lazima litokee kwenye uhalisia kama lilivyo au lilitokea kipindi fulani, siku au miaka iliyopita. Nguvu ya pepo linalowaingia baada ya kusoma kurasa fulani katika kitabu hichi sio ya kusimuliwa. Ni kama ambavyo unaona hapa, ni hatari fire. Pepo linamwambia Faye na kulaani na utaishi maisha ambayo hayana furaha kamwe. Anasema waliochaguliwa watakuwa watumwa wa shetani kamwe. Faye ni miongoni mwa wenye dhambi watano, so balaa halikwepeki kwa mujibu wa huyu pepo, na hii laana ni mpaka na vizazi vyao. Kuda dadadadeki. Tantri akaamshwa, amka, lakini aliamka huku akiwa analia sababu ni mabalaa ambayo ameyashuhudia ndotoni. Kibaya ni kwamba hakuna ndoto isiyokuwa na uhalisia. Yeye ni lazima zitokee au zimetokea. Yule pepo anayewasumbua na kumaliza watu anaitwa Surugana. Tantri hapa namsimulia Mahesa kile kilichotokea huko ndotoni. Kuna msichana alibakwa na kundi la watu, hivyo akaandika majina yao katika kitabu na kuwashtaki kwa pepo Surugani. So laana itakuwa ni mpaka kwa vizazi, na ndio maana pepo Surugana anamsaidia kulipiza kisasi. Katika majina waliofanya kitendo hicho cha hovyo miaka hiyo alikuwepo babu yangu Tantri anayeitwa Hes, na babu yake Arum alikuwepo pia. So hapa ni kama ngoma itambaa ya Chidi Benz, ni mwendo wa laana kutambaa, laana kwa vizazi vyote vya ubakaji. Tantri hajui cha kufanya ili aokoe haya majanga ya laana inayotembea kwa vizazi na vizazi. Kajamaka anasema kama umeona umbo la Arum, maana yake kuna msaada anahitaji kutoka kwako ili arejee. Kwa upande wa pili, Esther ni mwendo wa kirogo tu. Tantri na Mahesa walikubaliana kumsaka Arum aliyepotea mazingira ya kutatanisha apatikane. Nyumba hii ilikuwa na ukimya usio wa kawaida. Mikono ya Tantri ilishikwa na pepo, huku sauti za ajabu zikisema Mwenyezi Mungu wa rehema, Mwenyezi Mungu wa rehema na nije kwako. Ni wapi eti pepo? Ajabu ni kila anapogeuka pepo anatoweka, lakini anahisi sauti. Tantri alimtonya Mahesa kuwa Arum yupo hapa. Kuna sauti kali ilisikika, vioo vyote vikavunjika
na Mahesa akaanguka chini. Kioo kilimchoma eneo la shingoni. Tantri ghafla alimuona Arum akipita, lakini ni kama alikuwa anatoa maelekezo ya wapi Tantri anapaswa kumfuata. Tantri alifanya hivyo, taa zilikuwa zinajizima na kuwaka. Tantri aliona mzee huyu akiwa anamvuta Arum na kumtoa eneo la kufanyia ibada za kishetani kisha kumfunga mnyororo. Huyu baba alikuwa hataki Arum ajidhuru mwenyewe. Anasema hata baba Arum naye alijidhuru mwenyewe. Arum alikuwa akisikia sauti kimuita na ikamchukua mzee ikisema lazima uamini. Tantri alishuhudia mambo yote hapa. Tantri hapa alikuwa akipambana kumsaidia Arum kumfungua kwenye minyororo aliyofungwa, lakini alipogeuka nyuma aliona Esther ameshika beto dhidi ya Mahesa. So Tantri alipagawa. Nani amsaidia wa kwanza kati yao? Esther hapa alikuwa amevaa mkufu wa Arum, so kipindi chote hichi Tantri anamwambia kumbe ulikuwa unajua Arum yupo wapi. Tantri alimsihi Esther asimalize Mahesa, lakini wapi babu. Pepo alitoka ghafla na Esther akashangaa kitendo alichofanya na kuanza kulia. Esther naye alijimaliza pale pale baada ya pepo kumwingia. Hapa kisasi kilikuwa ni bumper to bumper, kazi ipo. Pepo likamwingia Arum likitaka kummaliza Tantri, likamwambia umeingia kwenye anga zangu na leo sikuachi kabisa, nataka uwe kama mimi kuliko kuwa rafiki mnafiki. Pepo lilimwambia Tantri kuwa huna nguvu yoyote wewe. Leo wewe ni keki tu kudadadadeki. Ili kuikomesha laana, Tantri alimpiga beto Arum, kisha Arum akasema asante Tantri. Tantri alipiga moto kile kitabu ambacho kilisababisha mabalaa hapa. Lakini mwisho wa filamu unaisha kwa namna fulani vya kushangaza, kwa sababu Tantri anashtuka kwenye basi, alikuwa safarini na kukuta kitabu kipo mkononi mwake tena. Hii ndo movie ya Mantra Surugana, filamu fulani hivi ambayo ina msisimko lakini pia ina funzo la kutosha. Usiwahi kumuumiza mtu kwa sababu hujui maumivu yake yanaweza kuzaa nini. Inaweza kuzaa laana baadaye ama namna gani. Na kuomba bwana usubscribe kwa sababu channel yetu ni changa, so ili kunipa support ya kuendelea kufanya zaidi hizi kazi itakuwa vizuri ukibonyeza subscribe, lakini pia niambie ni movie gani ambayo unahitaji niifanyie recap hapa ili uenjoy kinoma. Lakini pia niambie hii movie unaipa alama ngapi kati ya 1 hadi 10. So kama unaipa 9 niambie naipa 9 kwa sababu fulani utakuwa umetisha kinoma.